Urusi imeionya Marekani pamoja na Israel juu ya mvutano unaozidi kuongezeka dhidi ya Iran. Ikulu ya Kremlin imehimiza tahadhari, ikitoa wito kwa pande zote kuepuka mvutano unaozidi katika eneo la Mashariki ya Kati kufuatia matamshi ya Rais wa Marekani Donald Trump kwamba yupo tayari kwa ajili ya kuishambulia Iran akishirikiana na utawala wa Israel kwa mara nyingine tena. Trump alipendekeza kuwa Washington inaweza kuunga mkono shambulizi jingine muhimu dhidi ya Iran ikiwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaendelea na tuhuma za utengenezaji wa silaha kama ilivyoelezwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na taarifa iliyotolewa na ujasusi wa Mossad katika wiki za mwishoni za mwezi wa 12 mwaka 2025. Wito wa Russia wa kujizuia unasisitiza hatua nyeti za kusawazisha makabiliano ya moja kwa moja kati ya Israel pamoja na Iran, ambayo pia Marekani imesema itaingilia kati. Lakini pia imeeleza zaidi kwamba wakati huu ni katika kuimarisha uhusiano wake na Iran, huku ikipitia msimamo wake mgumu wa kisiasa wa kijiografia, haswa kutokana na vita vyake vinavyoendelea nchini Ukraine. Siku ya Jumatatu, Trump akiwa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alionya kwamba Iran inaweza kuwa inajaribu kurejesha mpango wake wa silaha za nyuklia baada ya mashambulizi ya Marekani mwezi Juni, wakati Tehran imekanusha mara kwa mara kutafuta silaha za nyuklia. Maoni ya Rais wa Marekani yanaongeza wasiwasi unaoendelea juu ya kuongezeka kwa kijeshi Moscow, ambayo imeimarisha uhusiano na Tehran katika miaka ya hivi karibuni, inataka kuzuia kukosekana kwa utulivu zaidi katika kanda ambayo inaweza kutatiza uhusiano wake wa kimataifa. Tunaamini kwamba ni muhimu kujiepusha na hatua zozote zinazoweza kuzidisha mvutano katika eneo hilo, na tunaamini kwamba kwanza kabisa mazungumzo na Iran ni muhimu, anasema Dmitry Peskov, msemaji wa Kremlin. Tunaendelea kukuza uhusiano wa karibu na Iran, aliongeza. Trump alisema kwamba amekuwa akisoma ripoti kuhusu uwezekano wa Iran kujenga upya uwezo wake wa silaha, akisema, nimekuwa nikisoma kwamba wanaunda silaha na vitu vingine, na ikiwa wanatengeneza hawatumii tovuti tulizozifuta, lakini labda tovuti tofauti. Matamshi haya yalifuatia madai yake ya awali kwamba majeshi ya Marekani yalikuwa yamefuta maeneo ya nyuklia ya Iran mwezi Juni, ingawa tathmini inayofuata Marekani ilifichua kuwa eneo moja tu, Fordo, liliharibiwa sana, lakini maeneo mengine, licha ya makombora hayo ya Bunkbuster yaliyobebwa katika ndege za B-2, hayakuweza kuleta madhara makubwa sana. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu nini ambacho kinajiri katika ulimwengu, na tutakufahamisha kwa mapana zaidi. Nikutakie heri ya mwaka mpya wa 2026.